bro. Dada mzee ni gani kwani? Wewe ni nani unafanya kwangu wewe? Tulia. Unadulili huko wewe. Tulia man, tulia. Kwani ni nani? Tulia kwanza. Kwani huyu wewe? Usivunje. Takanyaga. Kuja. Usimzuru gani? Ulikuwa unafanya nini huko wewe? Unafanya nini mtu kwa bed? Kwani hata mlikuja huko usimsema mnaenda. Nimelala. Kula nyama. Sasa unajua kwanza. Unajua bro. Unaniletea kula msiande. Sawa. Na unafanyaje? So Michael, mimi nilikuita hapa ndio to solve. Sikuita hapa hivi mambo ya kurushia mdomo, sijui mtoto bado. Unajua hiyo bado tunarudi nyuma. Tulishaongea hii mambo ya watoto, sio watoto. Au wengine sasa hivi mahali wako walisema wataki mambo ya kamera. Sijasema wewe unataka mambo ya kamera. Lakini Baba Jaza alikubali at least kunisikiliza mimi kwa wakati. Unaona Michael? Kwa sababu sasa mahali imefikia wewe ukizidi kurushia huku, urushe huku. I prefer tutakuwa tunasonga. Hata kwa tuna make hatua. Na huwezi kataa mtoto kama bado wako mdogo. Hata hajafika hata 8 months. Hata boli jaanza kuonekana. Unaona? Unaelewa Michael? So ni vizuri uongee tu politely ndio at least to move. Usiongeleshe mzae vibaya. Mzae hata na mambo mingi. Angekuwa mwingine hata angekuwa amesha kukupiga hapa hivi vibaya sana. So mzee unasema aje? Mimi kitu nilikuwa nasema kwa huyu kijana kwa saa hii mimba ashughulikie, mtoto azalio, fanya DNA ijulikane si yake. Hata mimi nitakubali msichana bebe mzigo yake. Kama ni yake aendelee na mzigo yake. Lakini kwa saa hii kabla before DNA yes ndio amekuwa na mtu wake. Hana ukweli si yake ama ni yake. Kwa hivyo aendelee kaa naye vile walikuwa mpaka DNA ifanywe. Jazz, unajua tunaweza kuwa tuna push hizi vitu na kumbe maybe mtoini wa refrust. Ni vizuri tu yani ungeturahisishia tu. Sasa hii mali imefika ina involve wazazi, watu sasa majirani sasa hii wanaangalia. Unajua pia inawaaibisha in some point. Watu wanaangalia wakishangaa kwani hao wanadhani mambo yao aje. So uko sure kabisa hii ball ni ya Michael. As I said, ni yake. Yeye ndo alikuwa bwanangu. Na hata kama nilikuwa na cheat, nilikuwa natumia protection na nilishasema hivyo. So niko 100% sure hii ball ni yake. Very sure. Kwani wawili mbona mnafanya vitu kama hivyo? Hata wewe Jazz una cheat tu, bwana amecheat. Mbona ukuja nyumbani ukareport tujue vile tutamhandle? Na kijana na wewe mbona pia una cheat? Ungefuatilia kama mwanaume ujue msichana kwao ni wapi, watu wao ni nani. Jua hakuna mtu anamea chini kama mti, lazima ako na wazazi. Hata wewe uko na wazazi. Lakini uko na familia. Familia yangu si wajui. Zai mimi niko hivi 1 month. Kwani unajisomesha bro? Walisomesha alafu wakapass. Nasitaki tuongelee hiyo story. Wewe tujue mimi sina wazazi. Ni relatives labda nitatafuta. That is ndio nauliza. But okay, with all due respect, unataka niendelee kukaanisha na msichana wako mpaka ati azae? Nikamtafutia nyumba mahali, niko namlipia nyumba akiwa nje, mimi namshughulikia. Siku mtoto itajulikana sasa ni wangu ndo akuje kwangu na si yeye mtoto. Na kitu kimfanyikia atakuwa in case of anything ifanyike ukiwa unalipa hiyo nyumba. Nani atakuwa responsible? Anything. Watu wakitokea mvamie mtu wa msichana bro. Angefikiria maneno. Anasema nikaezi kana mimi na amekana mimi akata. Sasa nimekuwa mnyama. Sasa hii mimi nimekataa. Mimi kwani tunakanisha juu ya feeling? Tunakanisha juu ya mtoto. Mtoto mwenye sijui kama ni wangu. Unajua wewe hadi ukisemanga 100% huyu mtoto ni wangu. Mimi nasema tu. Unaona hadi as nini ngoja? Unaona hadi as sai
Asai mali hii mimba iko. Sijui ni ya miezi ngapi, maybe ni ya 3 ama 4. Aspasai tunaweza fanya DNA bado. Aspasai tunaweza fanya DNA na bado hatujui. Unafanyanga DNA kama mtu hajazaliwa? Unafanya blood DNA. Nafanyika ni Blood DNA. Kuna Hakuna. Sidhani. Iko kweli mzee. Mimi sijaisikia kitu kama hiyo. Mimi najua ni mtoto uzaliwa anafanyiwa DNA binadamu. ndio wanachukua sampuli ya mtoto na ya baba na ya mama. Unajua mtoto akiwa kwa umbu huwezi toa sample. Juu ako na damu yangu. Damu iko wangi hata imemix. Sasa hata kama mnasema hivyo, okay, mimi labda kuna vile najua na kuna vile mnajua. Labda kuna mwenye ako right, labda kuna mwenye ako wrong. But mimi nataka kukaanisha na una option. hivyo tu. Hata mimi sieti ninafurahi. Lakini pia mimi siwezi kubali kulea mtoto peke yangu na ako na babake hapa. So ni vizuri bwana Michael. Nasema aje mzee? Mimi nimemwambia for now before mtoto azaliwa afanyiwe DNA. Hataki responsibility ya bibi yake. Sasa ndio yabaki nimpatie official kama wamekaa na yeye mwenyewe amesema miaka 3 na miezi 6. Na hawajainiambia. Mimi najua huyo ako barua zake. Yule ni mwanaume pia hajaishwilika kufuata ajue msichana kwao ni wapi, ni nini. Sasa angekufanyia kitu mbaya, ungeenda kumtafuta wapi? Wacha hiyo ya kucheat. Angefanya kitu kingine mbaya zaidi kwako. We mwenyewe personal ya kufanyia, ungemtoa wapi? Haoni kama ni riski pia? Ni risky but okay, at time niskalona ni risky. Sasa ndio naona ni risky. Sasa ndio naona ni risky. Sasa hata ndio limefunguka. Lakini unajua wewe pia ulimesa at some point. Unajua si wewe sema tu. Ndio maana nilisema hii kitu kutoka kitambo. Kutoka huko nyuma tukipatana last time. Nilisema Michael, unyi wote ukiangalia hii issue yenu imecirculate this. Yaani ni kama mmepigana draw. Juu wewe unafanya hii same thing hapa na wewe mwingine pia anafanya same thing hii side nyingine. Naona different place but the same situation. Kwa sababu wewe ulikuwa na mwingine mwenye bado alikuwa na huyu wako. Unaona sasa? Paka nashindwa. Sasa uko na bibi ya huyu, bwana huyu wako na bibi yako. Hii na walikuwa wajuani. Na mjuani. Hiyo story ilinishtua sana. Sasa hii ni mimba. Ingekuwa ugonjwa, mngekufa nyote mahali pamoja. Naona kama ni dangerous pia chenye mnafanya. Unajua si vizuri hiyo kucheat kama mko wenye Ungepata ati kuna mimba mahali. Na mngepata ugonjwa. Ingekuwa ni ugonjwa. Jali ina kinga. HIV na TB. Ugonjwa inatibu. Spaza maybe unasikia madawa. Wapi? Uko na tu heri kama kungekuwa na hizo mimba. Sasa iko tu. Chala tu kiroho safi. Sasa boli iko. Mtoi yako sasa. Na inasemekana uko na mimba both sides. Wale wengine nimekuambia hadi ndio nilisema last time. Sasa wao wameamua kureconcile. Si ndio? Wamesema sijui umesema walikwambia tu watasikia. Wasema wataki mambo kwa familia yao, sasa inaonekana sana kwa limelight. The same msichana alikuwa ameinsist hiyo mimba ni yangu. Alikuwa ameinsist ni yako, lakini si obviously kuna mtu hawezi amka tu asubuhi aseme ni yako. Si alienda kwa bwanake. I think hawa watu labda wanataka tu nile hizi mimba zote. Kama kuna bwanake kijana, mbona usirudi na bibi yako mkae mpaka mzae? Mfanye DNA. Hatuwezi fanana. Unajua mzee, Michael anaona hivyo kwa sababu kuna mali aliachiwa na wazazi. Sasa yeye anaona pesa maybe ndio wasichana wanataka. Sasa hata inakuwa ngumu kukaa chini ku agree juu. Sasa unaona yeye anaona tu ni kama wako after pesa zake. Sasa after pesa zake. Na amekaa na huyo msichana hiyo miaka yote. Mimi hata nimestuka kusikia sasa hiyo amekaa miaka 3.5. Na hakuna mtu asainiambia, nimekaa tu kwa giza nikaa kitu kingine ijui ni nini naenda mbele wala nyuma. Sasa ndio atasema hiyo miezi ya mimba haizi kaa naye. Unasikia Michael ni kama ni vizuri tu
Since hii haujui. Since hii hamjui, hamko sure. Upewe chance mkae na yeye, at least aache kukaa kwa marafiki. Unaona hata bana msichana anavaa slippers. Mwende mkaa hata kama mtakaa roommate wa shule. Mko kwa dorm, muishi hapo paka mimba izalio, DNA ifanywe tujue ukweli iko wapi. Na mimi amjua kama Dema anasema mtoto ni wako Michael. Ni vizuri tu msolve muendelee na maisha. Changamoto ya relationship sio kwa mzee. Unaweza jaribu kumuelezea. Unajua ndoa ikuangi tu. Hatujakaa eti tuko hivyo straight. Ni ups and down, lakini mnavumiliana. Mnaenda mnakaa chini mnaongea, mnaona hii tutapeleka wapi. Wacha tumalize hivi na maisha naye. Si kila kitu inatoka nje kwa watu paka inaonekana, vitu zinakuja kuambia kwa mitandao na stuka. Sasa unajua wao anaona ni kama at least vitu ina escalate tu bila wazazi kujua, wanafanya vitu kivyao. Na hiyo yote ni makosa ya kaa pamoja, hakuna yule amepeleka mwingine kwao. Ukajua wazazi wa huyu. At least makosa inaweza fanyika ukimbia hata kwenu. Sema nimefanyiwa hivi na hivi. Watu wakuje. Ama huyu akimbie kwao. The same thing. Wazazi tukutane nini? Iko hivi na hivi tusolve. Na unaona walikaa tu. Paka unashindwa kwani hao watu walitoka chini kama miti wakamea wakakutana. Nimesikia venye unataka. Nimesikia venye. Ndio venye anataka. Nataka tu solve nini. Venye anaona. Venye unaona. Ati tukanisha pamoja kama ma roommate. Paka the time ya mtoto azaliwe DNA ifanye ukweli ijulikane. Na mimi nakwambia. Sasa mimba labda ali yangu. Lakini ile siku tutafanya hivi DNA tupate si wangu. Itabidi sasa amejua baba ya mtoto ni nani. Kwa hata wewe mzee, hata mimi hata wewe mzee unaweza kaa na mtu yuko na mtoto wako na mimba. Hata mimi hapo nimesema ikipatikana si wako abebe mzigo yake. Umenielewa? Ikipatikana ni yako bebe mzigo yako pia. Mzigo ya mtoto. Unaona? Si mzigo ya msichana. Si msichana ni wako. Msichana aende wapi? Na ndio mama ya mtoto. Huwezi patiwa mtoto. Mtoto anaachiliwa akiwa miaka 18. Before that ako na mamake. Sasa itabidi utakaa naye. Kama ni wako. Okay, tunaweza fanya hivyo juu ya mtoto. Tunaweza fanya hivyo juu ya mtoi. But sitakudanganya ati tutarudiana nini tukue as far venye tulikuwa. Jambo rudiani na mimi mambo ule. Sasa kujipea responsibility. Mambo ule mtoto jambo nioe. Ni kama ndakubalika niko na bibi mwingine na nalea huyu mtoto. Hiyo ni shida. Kwa nini unaanza kutafuta mwingine tena bro? Tena utakuja. Mimi hata sasa sitaki mambo ya watu. Ndio maana ndio wanakana mambo ya unakana? Nakana mambo ya kukaa na like sitaki mambo. Na mama ya Jazz alisemaje mzee ndio ukakuja peke yako? Alisemaje? Mama Jazz pia alisikia hivyo. Kaniambia ndio ujue ukirudi sasa ndio nimuelezee ukweli iko wapi, juu hata yeye yako tu. Hajui. Juu nilijaribu kumconfront nimuulize wao na msichana wake kama ni siri wako nazo, akasema yeye hata yeye hajui. Alisikia hivyo, nilisikia kwa majirani. Sasa tukuje tujue ndio nende nimuelezee. Ulikuwa umeambia Madhe? Sikuwa nimeambia mtu. Ulikuwa umeambia mtu yote? Sasa hii mzazi anakaa bana. Lakini ni vizuri amekuja, umemuelezea. Michael pia amekam na nashukuru Michael amekam. So ni mimi ningependa from my point of view. Mimi nasema at least juu wale wengine huwezi jua kama wamesolve ama hawajasolve since walikataa mambo ya online. Hatuwezi kusema wewe sasa utakataa huyu. Unajua wewe ndio unaweza kuwa unaharibu marriage yako bro. Na ulimess. Pia ulimess. Wote wawili walimess. Ni wote mlimess. They go sit down. Tumesolve hapa. Wao sasa waende wakae chini pia wawili wajue vile watasolve na vile watasameheana kama hao wengine wenye walifanya. Nitajaribu kwa lakini venye walikuwa wanaongea
I think ni kama hao pia walisolve. So Michael, usiache wife yako mtoi wateseke kwa sababu ya makosa moja. Nyinyi wote mlikosea, ni vizuri mkae chini mbona ulifanya hivi ama aje mzee? Ndio hivyo. Juu kabla huyu afanye hivi lazima ako na reason. Na wewe kabla ufanye hivyo ulikuwa na reason. Sasa mkae chini mpeane reasons za kwa nini ulinifanyia hivi na mimi kwa nini nilikufanyia hivi. Mkamu into a conclusion. Sisi hatuwezi anza kusema ati muachane. Unajua mambo ya watu wawili pia. Unaweza kuwa mnakuja huku hivi. Sasa hata naweza sema niende na tena kesho waone wako pale. Nitafanya nani ataonekana mbaya? Si ni mimi. Hapa mnakaa wabaya na mnakaa pamoja. Pia si hatuwezi kuwa sure tujue. So tuambie achaneni. Alafu sisi tuonekane ni kama pia sisi tuna encourage watu divorce. Naelewa Michael? Mmekaa pamoja for long. Mkae chini. Na for now ushajua msichana babake. Make an effort kuja nyumbani. Ujue kwao. In case of anything kuja uripoti. Hata tetewa juu yeye hapo ni kwao. Makosa ni makosa. Na kwa sasa nyote nyinyi watoto wangu. Sasa kijana. Elewa. Mkae chini. Mjue ni wapi mistake ilitokea kwenu nyinyi wawili mpaka ita happen wewe uende hivi huyu aende hivi. Mcorrect. Next time msinini. Na next time kitu isifanyike mtu anyamaze, report. Isolviwe mapema, si ifikie mahali imefika mwisho. Ndio mnasema inafika mwisho kabisa, watu wanaanza kuona wengine kama wafanyi pati yao. Wafanyi pati yao. Wazazi ndio tunablamiwa, hatuchezi pati yetu kama parents. Na kumbe kids ndio wenyewe wako na maneno yao, wameficha, hakuna mtu anajua. Sasa kama mimi naijua leo, next time inafaa mnasema mapema, tunaanza kusolve mapema. Sawa kijana? Msichana? Mimi nimesikia. Umesikia? Kwa sawa? Kwa sawa? Sasa msalimiane at least. Alafu mtatafuta time mwende mkae chini. Mwende mkae chini mjue vile mtasolve mambo yenu. Sisi tukisikia next time tusikie mmeendelea vizuri at least. Tunafurahi. Sisi si haja yetu ati tukisanitize streets watu wanakosana. Hiyo ikuangi aim. Aim ni tunaweka ukweli na pia wasewa na kama kuna vinyo wanaweza saidika wasaidike. Au sio mzee? Nasaidia ndio hiyo. Makosa watu ukosea ndio. Na wanarekebisha, wanasameheana na maisha inaendelea vizuri. Na mnasahau. Na ganga yajayo. Uko sawa Jazz? Mimi niko sawa. Michael? Niko sawa nayo hadi mahali tutajulia mtoto ni nani. Useme hivyo. Niko sawa kwa saa hii, at least mtaenda mkae pamoja muongee. Nyi wawili kivyenu. Hata without camera, nyi after hapa muende mkae pamoja. Musikizane. Umejua baba ya Jazz, utachukua namba yake. Ako free kuja nyumbani ya report. Jazz amefanya ABCD. Tumsamo. Naona. The same way na Jazz. A report. Weke chini tuwasamo ni nyote. Hakuna yule atabembelezwa. Utafute anko zako. Mlikuwa mnapendana bana Michael. Time tulipatana na wewe au hata kuwa anaweza shuku wife yake ati anaweza kuwa anafanya kitu mbaya. Venye nimekuwa nikiwaona mimi rafiki huyu wamekuwa pamoja for so long na wanatrustiana. Walikuwa na ile trust na upendo. So ni hiyo tu time yenye walikuja kupata huyu anafanya hiyo anafanya hivi ndio imechange everything. But before that Michael, hata tukitoa hiyo picha kwa akili yako, hiyo scenario yote ili happen hapo ya wewe kupatikana na msichana mwingine au kupatikana na mwanamume mwingine, mlikuwa sawa before? Ulikuwa unapenda huyu? Mbaya sana. So ulikuwa unapenda Jazz. Unapenda Jazz sasa? Unapenda Michael? Yeah. Unaona? So ni vizuri ni vizuri mkae chini bana, bado mko wadogo. Unajua sasa Michael, uache huyu juu ako na mtoi. Haya, ule mwingine ana mtoi wako. By the time unafika 40 uko na watoto wangapi?
Na mabibi wangapi? Na hakuna yule utapata ni malaika. Wote ni the same. Ni ukae chini uvumilie, mna solve each day and night. Hapa mnarudi. Unamkosea avumilia solve. The same way anakosea unavumilia, mna solve na maisha inaendelea. So mimi ningetaka at least Michael asalimiane na Jazz, asalimiane na baba Jazz vizuri. Uchukue hata namba yake, utachukua namba yake. After that muende mkae chini muongee, mambo ikiwa sawa, hata uende nyumbani mchinje mbuzi mzee ama aje. Namkaribisha nyumbani saa officially akuje. Unajua vitu zingine tujue sasa huyu wacha hii tumejuliana hapa kwa kamera, akuje nyumbani. Vitu zingine zina happening ndo zingine zi happen. Sasa hii mzako ulifanyika hivi ndo sasa muoane officially. Kwa sababu mko mmeintroduceana kwa wazazi. Na wewe pia uende ukae chini utafutane na uncle zake, at least ujue mtu anatoka wapi. Unajua kupatana tu town, wewe unachukua huyu unakaa na huyu. Kitu ikikufanyikia hata huwezi stress mtu. Na hata saa nyingine inaweza kuwa mbaya ukuje upate ni relation ni relatives. Relatives. Unaona sasa si vizuri. So mimi ningependa at least mafans walikuwa wana watch stuff, at least wanafuatilia. Sasa hii nimejaribu kukalisha Michael na Jazz chini na baba Jazz alikam. Na ninaona at least sasa tunapata progress juu venye at least sasa wameweza accept kukaanisha as things goes by. Maybe tutapata matokeo hata sasa hiyo mambo iliisha kabisa na wanaishi vizuri. Juu baba Jazz hata amemkaribisha. So uko na nini ungependa kuambia nini watu wenye wana watch mzee? Mimi ningependa kuambia watu na vijana wadogo vitu makosa ikitendeka ni yaripotiwe mapema, yasolviwe na watu usameheana. Juu hakuna mtu perfect. Makosa yako na yanakosolewa, mnasikizana, mnaendelea vizuri. Hakuna relationship iko straight. Zote ni ups and down, lakini watu ni kuvumiliana na kaa chini na kuongea na kusolve. Wasipende kukosana. Na cheating is very bad. Hiyo wasifanye. Cheating si mzuri. So mimi nakushukuru mzee kwa kukuja. At least I appreciate that. Na Michael pia unazaambia aje watu wenye wamekuwa wakiwatch Jazz. Kwanza na Jazz. Unazaambia aje mafans? Just tell them something. Naweza penda kuwashukuru venye wamefuatilia hadi tukafikia hapa tukasoil. Yeah, I'd like to appreciate them for the support. Yeah. Michael unasema aje? Unajua wao wamekuwa wakikuwatch. Unajua uko kama role model. Unajua the more hizi vitu happen. Zimehapenia wasee wengine, si nyinyi wa kwanza. So wasee wenye wamekuwa wakikufuatilia, wakiangalia story yako, wanaona venye mnapitia magumu at this time. Unaweza taka kuambia aje? Ndio bado mnaenda mkae chini muongee, lakini unaweza penda kuambia aje? Before kukaanisha la mtu kwanza ajue watu wao. Watu mjue familia. So guys, thanks for watching. Mmekuwa mkitufuatilia. Thanks for the support. Wenye waje subscribe bado usisahau kusubscribe pale. Weka notification kengele hapo pia. Alafu pia leave a comment venye hii mambo imekuwa, what you think they can do. Comment yako pia itasaidia. Na pia itasaidia watu wengine wenye wana watch na wenye wanapitia the same situation at this time, na itakuwa sawa tukisaidiana kama mayouth kama kawaida. This channel is to help and to solve, not to create problems. So hivyo ndo mimi naweza sema. Tukifungia hapo, mnaweza salimiana basi. Ndio simama msalimiane kidogo. Michael, amka. Bado umesalimia baba Jazz bwana. Karibu, maisha ni hivyo. Samia mtu wako, mtulie, muongee, msolve. Sawa? Sikizana tu. Jazz, salimia, amka salimia. Salimia Michael vizuri hivyo bana. At least hata mimi nasikia vizuri leo mmeelewana. Sio vita. Unajua mzee tunakujanga hapa watu wananipigana vibaya sana. Na nashukuru kwa kuintroduce. Sasa unaona nimejua vitu sikuwa najua. Kama si wewe singejua hawa watu. Maneno yamekuwa yakiendelea. Nakushukuru sana. Shukrani. Na uendelee na huo moyo.
So ni vizuri umesalimia baba Jasio. Utachukua namba, mtaongea after that, mpange. Mimi nitapata tu report mniambie at least tulikaa chini tukafikia hapa, na mafans pia watasikia fiti. Tutakuja maybe tutembee huko nyumbani, mfanye ka official something, mtualike pia, hatutakataa, au sio? So kuja na zawadi mingi sana. Ni hivyo sasa. So thank you guys for watching, na muwe na siku njema. Thank you.